ajira. Tunakwambia Mungu kukaa pamoja nyinyi amsaidie ukaona mko pamoja. Anasema jambo lenyewe lilichokiama ni baya zito. Halimpi nafasi mtu kujua kama huyu jirani yangu hana nguo. Unaona kazi? Kwa hiyo hata tukifufua kuchukua tukakujazeni 40 mahala pamoja. Kwa Mungu usiseme kuna kampani hapo. Wanaweza pakawa na umbali kati yako na mwenzako kama mbingu na ardhi. Mungu anapocheza na mipangilio yake na kuiendesha. Kwa hiyo kilichoko hapa, wewe mzee pimba wewe mwenyewe kazana, kwa sababu kaburi yako utakuwa peke yako, na kaburi kwako utakuwa peke yako. Mara chache ndio unaweza kuwa na wengi watu lakini ikawa si kampani. Wenda siku nyingine tuna shida nyingine Mwenyezi Mungu ameshabadilisha. Tunachokusudia hapa ni kuamshana akili zetu, tuzioanishe na hisia zetu, tuziambatanishe na fikra zetu ili tuzishike zilizo sahihi njia zetu kumwelekea Mola wetu inshallah. Haya ndio masomo tuliyostafidi kutoka kwa Sheikh Muhammad Nasr. Sababu bwana ndio sahibul hadhar. Huyu mzee ndio sahibul hadhar. Ni hadhari hii ni ya kwake Sheikh Muhammad Nasr rahimahullah ta'ala. Wale waliopata kumuona hofu yake juu ya Mwenyezi Mungu, kurba yake alikuwa akiitafuta kwa Mwenyezi Mungu, nidhamu na taratibu zake za kiibada, wanaona na huyu ni baba anafaa kulea watoto, na tusiwe na shaka kwamba watoto watafika wanapopelekwa. Mwenyezi Mungu amzidishe inshallah, ambariki sana na amneemeshe sana, amuie radhi sana, na mwisho amhalalishie pepo kuwa ndo mahala sahihi kwake. Amwache aingie anapotaka katika milango ya radhi za Mwenyezi Mungu na pepo yake inshallah. Hicho ndo tunachomwombea. Asili ya majlisi kama haya ni hiyo, tunakumbushana lakini tunatanabishana, lakini pia tunazinduana na kuelekezana kwamba jamani, mwenzetu namna yake aroishi ndio ile ambayo watu wanatakiwa kuishi kwa ajili ya maslahi ya wote. Unaona, ukiwa hivyo mbali na wewe mwenyewe kuwa safi, lakini hakuna kiumbe wa Mungu atakayekosa raha kwa sababu yako, na ndio Mungu anataka watu kuwa na insafi. Hata ungekuwa mcha Mungu sana, lakini kama kiumbe wa Mungu wengine hawana raha, ucha Mungu wako una haja ya kujiuliza maswali mengi tu. Haya mcha Mungu sana, lakini majirani zako hawana raha. Majirani wenyewe ni wale majirani wazuri, maana basi tuna majirani ambao la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yang unasoma kama wasema radui jirani gani? Yana jirani yangu mimi katoka, yani kama kule ndio nyumbani kwake, yani kama kule hatua 100 ndio nyumbani kwake, lakini kaja hapa anakataa bomba langu ambalo lilichopita kwenye hadithi yangu yake kabisa, kutoka hatua 50. Nasikia kuna nini? Na kuja unakuta nakata bomba langu, wewe badala ya maji kwa sababu unauza. Kwa nini? Asema kwa nini umeitisha nyumbani kwangu? Eti yako ndio nyumbani kwako. Asa unategemea bado nini? Mwana nahesabu mpaka 3 wiki. Nitapata huko. Nitakutenda kabisa yeye. Yale hao majirani tulikuwa nao sasa tunaongea huruma ya. Ukiwa na jirani mbaya katika jumla ya misiba ya dunia, unatakiwa kuishi vizuri na majirani zako. Wao wamepanga kuishi vibaya na wewe, niambie salama inatoka. Mungu atulinde. Lakini sasa unafanyaje? Kuna wakati mwingine ndio hao majirani wenyewe Mungu atulinde wala. Maana huko unajiuliza huyu jamaa atafuta nini tena bwana, mimi sielewi. Kesho asubuhi unaona mnani yule. Wanaita nini wale makarani wa mahakama wanataka sama. Umeshakushika. Unaenda kule unapoteza muda kule, hata ukije kugundulika unakosa, lakini muda ule upoteza na gharama ulizopoteza, basi Mungu atulinde dunia imekwisha. Unaona? Lakini bado pia wewe unatakiwa kuwa mfano mwema kwa watu wengine wa jinsi ya kuamiliana na watu wa namna hiyo. Angalia kazi. Wewe kwa watu wengine unatakiwa kuwa mfano mwema wa jinsi ya kuamiliana na watu wasiokuwa na adabu kama hao. Unaona? Ni kwa kulinda. Wallahi wala inakwambia. Kwa hiyo tukaeni tujitafiti wenyewe. Yaani ninachomaanisha hapa, kila mtu wana
ya kutafuta mtu mwingine. Kaa chini wewe mwenyewe, jitafiti, kwa sababu yanatujia muda ambao sisi hatukupanga wala hatujui, na tunachoogopa zaidi ambacho kama tuna akili tunataka tukiogopa sana ni kifo, kwa sababu kinakatisha mpangilio. Unaona watu wanakufa kwenye mazingira ya ajabu sana sana, na ndio maana mtu atakiwa chini akitafiti mwenyewe, ajiwekee utaratibu na kujua ninaishije na Mungu wangu, ili lisije likatokea la kunidhalilisha na kunifedhesha mbele yake. Unabidi uchemshe akili sana kuangalia bwana, kifo hichi hakina ratiba. Watu wengi wanasubiri mpaka mtu aonekane anaumwa, na fikira zetu wewe watu tulio wengi ni mtu mwingine kwambia haina shida, bado tuko vijana bwana, tuna nguvu bado, acha tutumie muda kidogo. Lakini ukiona hali ni mbaya kidogo, unaona uko kitandani tabani pale, basi pale sasa unajitahidi kuswali. Wewe kwambia kufa kwako utaumwa nani? Watu wanakufa kwa kupigwa marisasi huko, hawana kosa lolote. Watu wengine wanagongwa na magari huko. Wakati mwingine njiani mtu anatembea, unaona anafunguta miguu hapo. Watu vipi jamani, anasema ataanguka tu hapo. Wewe unahusubiri yote, uwazi kuhusu yote kwamba anaweza kutokea wewe. Unadhani wale yanayowatokea mambo ni kwa sababu wewe ujinga wao? Hebu tuende na akili ndugu zangu. Kuwa na akili ni kujitafiti, unajisafi mwenyewe, unajichunga wewe mwenyewe. Hapa niko sawa. Na je, kama Israeli akija akanikuta hapa sasa hivi, hii safari inaendeka tena bila wasiwasi? Ndio maana tafadhali kubwa sana watu wanaiona ndugu yao akifa kwenye maeneo ya rehema za msikitini, mtakaa na msafu wake anasoma, alafu zinaenda kaida. Unaonaje raha? Hata kama ulikuwa ujia anachosoma, sasa hivi katika kitabu tunasikiza wewe atataka kuchukua msafu akakumbatia kifuani hapa, lakini roho anasema huyu mwanaisha huyu nitamkanyaga tu leo kesho, tashika msafu akakumbatia. Sawa? Haiko hivyo. Sina kuulizeni, haiko hivyo. Unaona hivyo, wanaofanya hivyo ni sisi. Sawa? Iko hivyo shia. Lakini bado watataka kukuta umekufa, umekumbatia msafu. Wadana njema wanasema waliwe. Unaona? Ndio maana nakwambia yalokuwa moyoni na yalokuwa nje ya mwili ni tofauti kabisa. Tunaomba Mungu atengeneze nafsi zetu kusudi yale yalokuwa moyoni na yalokuwa nje iwe ni hali hii kabisa. Ukisema jamani mwanachuoni, basi inakuwa ni sawa hivyo anapoonekana na ndani ya moyo wake. Ukisema jamani mtu mcha Mungu anapoonekana ndani na nje ya mwili wake, inakuwa maridadi. Lakini vinginevyo dhahiri, ndio maana nikasema dhahiri huwa haimati sana. Tutengeneze vifua. Unaona, unatengeneza vifua kwa sababu ndivyo hasa vinavyoshughulikiwa na Mwenyezi Mungu. Ili saa ikitokea lile jambo la kutokea, natajia kifo sana, kwa sababu hata hawa mabwana tunao wazungumza kwamba jamani tuwaige kina fulani nao wamekufa. Ndio kitabu ya Mungu hana rafiki kwenye jambo hilo. Ataenda kujulia huko mbele mama nani mbaya, lakini huu mlango mtaupita kabisa. Huu mlango shaka wangu, yani kwa kuna mwanachuoni mmoja siku moja kwa kuzungumza msibani kama akasema, wallahi kama ingekuwa kuna njia ambayo watu wakiipita huwa hawafi. Anasema bwana, mimi sasa hivi milima ningekuwa nishafika au mnakaribia. Na wallahi sio yeye, hiyo rohoni, hata kama hamtosema, lakini kila mtu anajua kwamba ni kweli. Ingekuwa hiyo njia mzee, ungekuta mtu na posho yake taratibu, hata kwa miguu. Mzee anakwenda sasa, natabaruku wewe kidogo, na shughuli hapo mbele, ubaya anakimbia kufa sio? Yaani kwa kweli watu ambao wangekuwa tayari kupita huu mlango wangekuwa wachache sana. Na hata Mungu akasema huyu jamaa anakuwa ndio hawasu umma, ndio watu maalum katika umma, lakini watu wangemwambia Mungu haina shida au hawasu waendelee. Sisi inshallah tunapita bwana, kile kitu kinauma rafiki yangu wewe. Kifo usione bila rafiki yangu, hata yule mtu aliyemcha Mungu sana
lakini kashikashi yake anaisikia. Yaani utasikia kashikashi yake. Hata kama unakuta tafsiri wewe ni mtu mwema sana, lakini wale jamaa wakianza ile wana kuzaba kuzunguka pale ulaya haida wala kama ile ya kukati jirani katika maelezo ya mzungumzi alisema mtu anapovutia roho ile msimkikibishe kutamka shahada, anapita kwenye hali ngumu sana. Nyinyi mzungukeni, halafu imeni nyinyi msimkikibishe ile mda fulani mda mbaya wala unaondoka, sema shahada ndugu yetu. Kwa ile hali iliyokuwepo anaweza kwa vile sitaki kabisa. Yaani mazingira ni magumu ndugu zangu, nyinyi msiyaone vile. Ukamwambia mtu ukasikia kama mzee, bwana huu ndio muda unaondoka sasa, mbona kimya tu? Sema